Kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyenijalia uhai, uzima, lakini pia kunifanya kuwa sehemu ya watu wanaoweza kuzungumza jambo lolote lile ambalo anahisi linaweza kuwa na maslahi katika taifa lake analotokea. Ndugu zangu waandishi, kama ambavyo tumemsikia kiongozi wetu amiri wa Umoja wa Hadhir wa Kiislamu Tanzania Sheikh Rajab Salum Jumaa, kwa namna ambavyo alivyoeleza makusudio yetu ya kuzungumza nanyi. Kwanza, kabla sijazungumza, nieleze vitu viwili muhimu. Baadhi ya watu hujiuliza maswali: kwa nini Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu tunazungumza mambo mbalimbali? Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, kazi yetu ya kwanza kabisa, kama unavyosikia anwani ya jina letu, uhadhiri ni ufikishaji, yani ukumbushaji wa jambo lolote. Yani wajibu wetu namba moja ni kuzungumza. Na sisi kama Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania tumeanza kuzungumza si leo. Wengine tumeingia kwenye uhadhiri, mimi nasoma kidato cha kwanza form 1 naingia kwenye uhadhiri. Kwa hiyo mpaka leo ni miaka zaidi ya 20. Kazi yetu kubwa ni kufikisha ujumbe kwa jamii wa aina mbalimbali. Kwa hiyo tunachokifanya sasa sio kigeni kwa Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu Tanzania, ndio wajibu wetu na tumekuwa tukifanya hivyo miaka yote. Sasa leo tunazungumza kuhusiana na nini? Kwa nini tuzungumze? Taharuki inapokuwepo katika jamii, kwanza ndugu zetu katika Adam, wao sasa hivi wako katika kipindi cha sikukuu zao wakisherekea. Viongozi wa dini pia tunaweza kutumia fursa hiyo au nafasi hiyo, wale ambao aidha ni mashehe, aidha ni wachungaji, aidha ni maaskofu, kama hatuna nia njema katika taifa letu, tunaweza kuwa tunatumia fursa ya nafasi aliyotupa Mungu za kuzungumza mbele za watu na watu wakatusikiliza, basi tukaamua tuzungumze nini. Wakati mwingine tunaweza kuzungumza jambo lililo sawa, wakati mwingine kwa maksudi tukazungumza na jambo linalotokana na mapenzi ya nafsi zetu. Sasa mwanadamu pia ana namna ya kupenda, awe ni shekhe ana namna ya kupenda, awe ni askofu, ni mchungaji, ni nani, kila mtu ana namna ya kupenda. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukazungumza jambo kutokana na mapenzi yako, wakati mwingine unaweza ukazungumza jambo kulingana na usahihi wa jambo ulivyo. Lakini wajibu wa kiongozi wa kiimani ni kuzungumza jambo kutokana na usahihi ulivyo, hata kama watu watakuwa hawataki kuelewa kwa makusudi. Kwa hiyo sisi tunachukua wajibu wa kuzungumza jambo kwa usahihi ulivyo ili kuiona nchi hii ikiendelea kuwa salama. Kwa hiyo katika mazungumzo yangu nitajikita katika nafasi mbili. Nafasi ya kwanza itakuwa ni kuelezea hali halisi ya mambo yalivyo, lakini nafasi ya pili kwa niaba ya wenzangu itakuwa ni kutoa ushauri namna ambavyo sisi kama Umoja wa Wahadhiri wa Kiislamu tunaweza kuona. Kwanza kabisa, swala la kupanda kwa mafuta sio swala la kufurahia. Ni swala ambalo linaleta athari kubwa sana kwa jamii. Mfumuko wa bei unaweza kusababishwa kuongezeka kwa sababu ya kupanda kwa mafuta. Leo hii mafuta yakipanda, ili uagize kitu kutoka mkoani, lazima bei itafanya nini? Itaongezeka. Kwa hiyo tutanunua maharagi kwa bei kubwa, tutanunua mchele kwa bei kubwa. Kwa hiyo unaweza kusababisha kuwepo kwa mfumuko wa bei kwa sababu ya kupanda kwa mafuta. Kwa hiyo jambo la kupanda kwa mafuta sio jambo linaloweza kufurahiwa, hapana. Ni jambo ambalo linaumiza na linatia majonzi sana. Lakini kitu ambacho nataka tuseme, kupanda kwa mafuta, amesema amiri hapa, ni swala la kiulimwengu. Ukisoma taarifa za vyombo mbalimbali vya ndani na vya nje, Malawi mafuta yalifika pahala yakapanda mpaka kufika lita moja kwa shilingi 9,000, na yakajaribu kushuka yakaenda lita moja mpaka kwa shilingi 7,400. Mpaka taarifa ya jana nimeiangalia inaonyesha Malawi lita moja 7,400, lita moja ya mafuta, ambapo Tanzania lita moja ya mafuta kwa mfano ya petroli ni shilingi 3,800. Ukienda Kenya ni Kenya mane 178,
lita moja inakimbilia karibuni na yenyewe shilingi 3,000 na karibuni inaenda kwenye 4,400 na yenyewe huko. Ukija Uganda ni $1.70 ambapo ukienda ni zaidi ya shilingi 5,000 ya Uganda, ambapo ni zaidi ya shilingi 4,000 ya Tanzania. Hiyo ni Uganda. Ukienda Burundi imefika pahala mpaka baadhi ya vituo vimefungwa kabisa, yani sheli hazina mafuta. Maana yake wanapoelekea Burundi wanaweza kwenda kukosa mafuta kabisa. Ukienda Zambia bei ya mafuta imepanda takribani mara 2, na ukirudi pia na wenyewe pia wako katika hali ngumu ya kuelekea hata kukosa mafuta yenyewe. Ukienda South Africa mafuta pia yamepanda. Kwa unaweza kuona kwamba swala la kupanda kwa mafuta si swala la Tanzania. Na hii tunaposema, watu wengine wenye akili ndogo na mawazo madogo wanasema nyewe mnaitetea serikali. Si swala la kutetea, ni swala la kuzungumza hali halisi. Na kwa nini tunazungumza? Kwa sababu hatutaki jamii yetu iwe na taharuki. Yaani maana yake jamii ikiingia na taharuki inaweza kupoteza mwelekeo. Kwa tunaeleza sisi usahihi wa mambo ambao hata wewe leo ukifanya research yako kwenye simu utaona hichi tunachokizungumza ndio uhalisia na ndio ukweli. Kwa hatuwezi kuchukua jambo sahihi ambalo lina uhalisia dunia nzima tukachukua tukaenda kumbebesha lawama mtu fulani kwa sababu tu labda amepata madaraka, Mungu amemjalia akawa na hayo madaraka, tuchukue hizi lawama tuzitengeneze tukampelekee yeye. Hapana, hatuwezi kufanya vitu vya namna hiyo. Ukiangalia leo hii lile meli kubwa lile ukiangalia ukubwa wake ni zaidi, wanasema viwanja 4 mpaka 5 vya mpira wa miguu, ukubwa wa ile meli ambayo inatoka Saudi Arabia mpaka kufika hapa inatumia wiki 2, kwa maana siku 14. Ukiangalia hiyo meli pia wakati inafika hapa kutembea kwake inatembea sawasawa na kama kilomita 27 kwa lisali moja. Maana yake kama meli hiyo mafuta unayoyatumia leo yatakuwa yametumia siku 14 mpaka yanafika hapa. Sasa ikishatokea na changamoto za kidunia, maana yake itakuwa zaidi ya siku 14. Sasa ikishakuwa hali kama hiyo, maana yake ni lazima mafuta mlionayo yatafanya nini? Yataadimika. Lakini cha kushukuru pia tunaweza tukaona utofauti kidogo wa Tanzania. Nimewaambia Zambia mafuta yako kwenye kuadimika, Burundi mafuta yako kwenye kuadimika, lakini kwa taarifa za Wizara ya Nishati na kwa taarifa ambazo zilitolewa na EWURA hapo nyuma zilikuwa zinaonesha kwamba mafuta Tanzania ya petroli yana uwezo kupatikana mpaka mwezi Julai. Maana yake ni zaidi ya miezi 2 au 3 yanaendelea kuwepo. Tunayo mafuta ya kutumia kwa kiwango hicho, kwa maana mafuta ya petroli. Ukienda kwa mafuta ya diesel ni zaidi ya siku 64, maana yake zaidi ya miezi 2. Kwa hiyo unaweza kuona hata Tanzania tumeyashinda mataifa mengi sana kwenye kujaribu kuwa na uhifadhi wa mafuta. Japo kwamba nchi yetu inahitaji kutengeneza zaidi uhifadhi wa mafuta. Na tunashukuru kwenye huu mpango wa mradi wa bilioni 700. Mpango huu ukiuangalia vizuri ambao unakwenda kutengeneza hayo matanki 15 ambayo yatakuwa na uwezo wa kuhifadhi mafuta zaidi ya karibuni pipa milioni 380 hivi kama na kidogo. Kwa hiyo unaweza kuona kama tutafikia huo mpango katika nchi yetu, tukawa tunahifadhi, mradi huo ukakamilika, tukahifadhi mafuta kwa kiwango hicho, changamoto kama hizi tutakuwa tumezisahau. Maana yake likitokea jambo kama hilo katika nchi yetu tutakuwa salama na mafuta tutakuwa nayo ya kutosha. Kwa hiyo jambo kama hili kwa upande huu tunaipongeza serikali kwenye hilo eneo, na tunaomba wafanye jitihada kwa haraka zaidi, kama ambavyo tulikuwa huko nyuma hatuhifadhi dhahabu tukaanza hatua ya kuhifadhi dhahabu, ili angalau hata hela yetu ikishuka tunaweza kuendana na mfumuko wa dola. Dola ikipanda na kuteremka, basi dhahabu yenyewe inaweza kusaidia. Wakaanzisha ule mchakato wa kuhifadhi dhahabu. Kwa hiyo vile vile mchakato wa kuhifadhi mafuta ni muhimu sana. Kwa hiyo kwenye mambo mazuri kama haya wala hatusiti na kuona aibu kupongeza kwamba kwa mchakato huu wa serikali wanapofanya jambo kama hili, tunapongeza mchakato huo, ni mchakato mzuri. Lakini pia tunayo nafasi pia ya kuendelea kujaribu kushauri, japo kwamba katika nchi yetu kama nilivyotoa mifano kadhaa, sio Tanzania peke yake, nchi nyingi ukiangalia katika nchi 10 zilizopanda mafuta kwa Afrika, zaidi zile nchi 10 ya kwanza ya pia ya 10, Tanzania hatumo, ambazo mafuta yamepanda zaidi, Tanzania hatumo. Lakini bado hatuwezi kuangalia rekodi ya nchi nyingine tu, bado tunayo nafasi ya kuiomba serikali. Tumeona juzi hapa mkurugenzi wa EWURA, sijui nitumie lugha ya mwamba, Bwana Magufuli, wasema kutumbuliwa.
ameondolewa, lakini isiishie kwenye kuondolewa. Unapomwondoa mtu, tunataraji kwamba tunamuondoa kwa sababu ya maslahi ya Watanzania, na mimi naamini kwamba kuondolewa kwake ni kwa sababu ya maslahi ya Watanzania. Sasa serikali ijaribu pia kuendelea kukaa sasa na kuona zaidi. Sawa, wamefanya mambo mengi mazuri mpaka tunakuwa na hayo mafuta kwa muda huo, na tunapongeza kwenye hilo eneo, lakini serikali ione zaidi nini cha kufanyika zaidi, ili mradi hali hii ambayo ipo ya haya mafuta pia izidi, ikiwezekana izidi kufanya nini, kupungua zaidi, ili kuondosha mfumuko wa bei katika taifa letu. Kwa tunapoyasema haya, tunayasema haya tukiwa na nia njema sana kwa taifa. Tatizo la nchi yetu limekuwa ni moja kwenye dunia hasa tunayoishi. Watu wengi hawaelewi, hawajui. Katika watu wanaofanya mambo yao humu, yuko mtu anaweza akawa anakosoa jambo, lakini ukosoaji una namna mbili. Unaweza ukakosoa kwa hoja na haja. Yaani katika mzungumzaji anaweza kuwa na haja, lakini pia kukawa na hoja. Unaweza ukawa na hoja nzuri, lakini haja yako nyingine. Yaani maana yake unachukua hoja nzuri kwenye ukosoaji, unawasilisha kwa watu, lakini haja iko nyuma ya pazia. Baadhi ya Mbugila wanaweza wakaona huyu jamaa mtetezi wetu kweli kweli, anatutetea kwa jambo fulani, lakini kumbe lengo ni lingine kabisa. Lengo sio hilo ambalo linaonekana mbele za watu. Maana yake hayo yanakuwa ni matumizi ya hoja na haja. Sasa wakati mwingine pia mtu anaweza akawa ana hoja nzuri, lakini akawa ana haja nzuri. Yaani lengo lake likawa ni zuri, lakini uwasilishaji wake ukawa sio mzuri. Yote haya ni mambo. Sasa mwanadamu anatakiwa apimwe vipi? Mwanadamu mzuri unampima kwenye lengo, kwamba makusudio yake huyu ni mabaya au makusudio yake ni mema. Kama makusudio ni mema, haumhukumu kwenye makusudio mema. Kama ni mabaya, unamhukumu kwa makusudio mabaya, hata kama hoja zake ni nzuri. Sasa kuna baadhi ya wazungumzaji unaweza ukamwona kama ana hoja nzuri, lakini makusudio yake sio mazuri. Yaani makusudio ni mabaya. Na utamjuaje mtu ambaye ana makusudio mabaya kwenye hoja nzuri? Moja wapo, mtu huyo huwa anamfanya mwanadamu mwenzake hana jema hata moja. Lakini la pili, huwa anajiona yeye ni mkamilifu, amekamilika, hana kosa hata hili hata moja. Na kila utakachosema wewe, hata kiwe kizuri, yeye atasimama atakupinga tu, kwa sababu yeye ameamua kuwa negative. Kwa hiyo akaamua kupinga, ni kupinga tu. Kwa atapinga kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sasa kazi ya kupinga kuanzia asubuhi mpaka jioni, hiyo ni kazi ya wanasiasa, sio kazi ya viongozi wa dini. Kiongozi wa dini anaweza akashauri pale ambapo kuna jambo haliko sawa, lakini anaweza akapongeza pale ambapo kuna jambo liko sawa. Huo ndio wajibu wa kiongozi wa dini. Lakini ukija kuangalia kiongozi wa kisiasa, anayo nafasi ya kupinga kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa sababu lengo lake kiongozi wa kisiasa yeye ni kukosoa ili apate majority, ili na yeye siku moja akaunde nini? Akaunde serikali. Kwa hiyo hata kama anakosoa kuanzia asubuhi mpaka jioni, huwezi kumlaumu, kwa sababu huo ndio wajibu wake kama kiongozi wa kisiasa. Lakini kiongozi wa kidini, ikiwa yeye amestendi, amejichagulia upande, kwamba upande wangu mimi itakuwa ni kukosoa tu, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni, nia yake inaweza ikawa sio nzuri, japo inawezekana hoja zake ni nzuri. Yaani hoja inaweza kuwa ni nzuri, lakini nia yake sio nzuri, kwa sababu sio wajibu wa kiongozi wa dini. Sasa sisi, kwa sababu tuna hiyo dhamana kama Umoja wa Hadhir wa Kiislamu Tanzania, ndio maana leo tunachukua nafasi ya kushauri pale ambapo tunaona panahitaji ushauri. Na tunashauri kwa sababu gani? Kwa sababu tunaamini mafuta ni jambo muhimu sana katika taifa. Lakini amiri wangu amesema hapa juu ya waandishi wa habari. Waandishi wa habari ni lulu sana. Yaani kama kuna watu wanapaswa kupata kipaumbele kikubwa na walikuwa wanapaswa kulipwa malipo mazuri zaidi duniani, basi the best kwangu mimi na mtazamo wangu wangekuwa ni waandishi wa habari. Yaani walipaswa kuwa wanatizama kwa jicho la kipekee, kwa sababu waandishi wa habari wakiamua leo watu wasinywe maji hawanywi. Yaani mfano wakaamua kuchukua habari wakaandika hivi kwamba visima vyote vimetiwa sumu Tanzania. Gazeti fulani likatoa, chombo fulani cha habari kikatangaza, nani atakunywa maji Tanzania? Hakuna mtu hata mmoja atakunywa maji. Wote wataacha kunywa maji, watakufa na kiu. Hao ni waandishi wa habari. Na wakiamua waandishi wa habari kuwaua watu, hata kama chakula ni kizuri, wakaamua kuandika kwamba vyakula vya soko fulani
vimetiwa sumu, asubuhi watu hawaendi sokoni. Maana yake nini? Inaonesha kuna umuhimu wa kiwango gani kwa mtu kama huyu mwandishi wa habari. Sasa kwa kuwa waandishi wa habari ni kada muhimu, kwanza inahitaji kuheshimiwa, inahitaji kujengewa mazingira mazuri kuanzia na serikali yenyewe, lakini pia hata vile vyombo vyenyewe wanazofanyia kazi, zote hizi wanahitaji. Lakini vile vile na wenyewe wanatakiwa watambue kwamba wao ni watu muhimu mno, kwamba wanaweza kuiangamiza jamii au wanaweza kuifanya jamii ikawa bora. Sasa unaweza ukiwa mwandishi ujitambui, ukadhani wewe kalamu yako ni nyepesi, ukaandika tu unachokisikia wewe, ukachukua labda ni mwandishi wa gazeti au nini, ukaandika tu ukasukuma huko, ukasema watajijua wenyewe. Ikifika huko unaweza kusababisha madhara makubwa sana. Na sisi pia ni wasomaji wa magazeti, wafuatiliaji wa vyombo vya habari. Tunapopitia kuna wakati mwingine mwenyewe unasema ya huyu mwandishi ni the best, anajua anachokiandika. Lakini kuna mwingine, kwa mfano kwenye swala la mafuta, sitataja vyombo vya watu vya habari, lakini kuna baadhi ya magazeti fulani unasoma ile habari unaona kana kwamba jambo la mafuta alivyoliandika yeye, yani kama ni issue iliyotokea Tanzania tu. Yani Uganda haipo, Kenya haipo, Burundi haipo, Malawi haipo. Yani ameandika ule ujumbe kama huu ujumbe ni special kwa Tanzania. Sasa sisi ambao tunaelewa huwa tunajiuliza kwamba ni nini kilichomfanya aandike hivi? Inawezekana pengine alikuwa na nia njema au hakuwa na nia njema, vile vile ameamua kutumia hiyo kalamu yake. Kwa hiyo kwenye eneo hili pia tunawakumbusha pia waandishi wa habari kwamba nyinyi ni watu muhimu sana, mnapaswa kuheshimiwa, lakini pia kwa umuhimu wenu basi pia mnatakiwa mkumbuke kila nukta unayoandika italijenga taifa, lakini kila nukta utakayoandika italibomoa taifa. Kwa hiyo ili msilibomoe taifa, mna wajibu wa kuhakikisha habari zenu mnazingatia vizuri na mnaziandika vizuri. Mimi ninavyoamini, kama mimi naamini serikali yoyote duniani ina mazuri na ina mabaya. Huo ndio ninaamini, kwa maana ya makosa, kwa sababu zinaongozwa na binadamu. Lakini hata kama ingekuwa inaongozwa na Mungu, yani kuna watu wangemwambia Mungu, hapa umekosea. Yani hata Mungu aje leo aseme bana, mimi ndo nimekuja kuanzia leo naongoza serikali mimi. Mungu aje hapa na kuhakikishia within 1 week utaona kuna watu wanatokea wanasema Mungu, hapa tukuelewi. Yani we Mungu, haiwezekani ruko wamepeleka njaa. We Mungu, haiwezekani mbona mvua inyeshi vizuri, huku wewe una tatizo. Watamkosoa Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote anapokuwa ni binadamu lazima kutakuwa na madhaifu, na yale madhaifu ndio yanakamilisha ubinadamu wake. Hata yule ambaye wewe unamwona leo labda sio kiongozi wa serikali, anatoa the good speech, anaelezea vizuri, anafafanua jambo vizuri, ukichukua leo ukampa madaraka akawa ni sehemu ya kiongozi, lazima tu baada ya wiki mbili watatokea watu wengine watasema hafai, watamkosoa. Kwa nini? Hiyo ndio hulka ya binadamu, kukosoa. Lakini tunapokosoa hasa kwa viongozi wa dini, mimi wanasiasa sizungumzi sana, nimeishi kwenye siasa, najua sana, najua na nimefanya training nyingi sana za siasa, za masomo. Najua wakati mwingine kwenye siasa, Sheikh Mohamed Lwambo, mnaenda kufanya mafunzo, nimewahi kufanya mafunzo tuliofundishwa na wa Sweden. Unaweza ukafundishwa namna ya kujibrandi na namna ya kubrandi taasisi. Ukafundishwa kazi yako wewe hapa, utamchagua kiongozi yoyote ni kumshambulia tu. Akisema zuri unashambulia, akisema baya unashambulia. Hapo utameke, na unaambiwa riziki zake, kwamba ukifanya hivi lakini utakutana na riziki 1, 2, 3. Kwa hiyo kwa maana siasa mimi mara nyingi huwa sina shida, kwa sababu lengo kuu la chama cha siasa ni kushika dola. Lakini kwa mtu wa dini, lengo kuu ni kuwafanya wananchi wa kawaida wanaishi maisha mazuri. Lengo kuu ni kuwafanya wananchi wa kawaida wanafikia ule ufalme wa kimungu. Sasa huwezi kuwafikisha wananchi wa kawaida kwenye ufalme wa Mungu kwa kusema uongo, kwa kushambulia, kwa kuwatengenezea Watanzania mitafaruku ya kila kukicha. Hapana. Taifa letu limetoka kwenye hali ngumu sana tarehe 29. Kila mmoja anafahamu tulikotoka. Kwa sababu hiyo basi ndio maana tunatumia hizi nafasi kila leo, tunasema lengo letu ni jema kabisa, kuwa na tahadhari, tusiingize nchi yetu kwenye hali kama tuliyopitia. Hizi hali mimi nazikumbuka mara nyingi kwa sababu hazijaanza leo. Mwaka 98 pale Mwembe Chai ilitokea vurugu kubwa, tulipoteza watu. Tukakaa miaka 3 tu. 2001 yakatokea maandamano yale yalofanywa na kafu. Mwaka 2001 maandamano ya kudai katiba mpya. Sawa. Yale maandamano pia yakapelekea watu wengi wakapoteza maisha. Tumeona tarehe 29 pia watu wamepoteza. Sasa haya mambo yanachochewa na mambo mengi. Kwa hiyo wasemaji tukikaa kimya, tukawa hatusemi, tunawaachia wale ambao
wanaochochea tu kila siku waongee wao, si tukakaa kimya. Tafsiri yake uchochezi uta increase, utakuwa na ukishakuwa utatengeneza athari kwa jamii. Ndio maana sisi tunaamua kusema tunakubali mtu akuite chawa, akuite chunusi, akuite kiroboto, akuite swidani, akwambie sijui umechukua swididi, unamwacha aseme kwa sababu hajui analo lisema. Ndio maana kuna maneno fulani ya Yesu anasema, watu wangu wapotea kwa sababu ya kukosa maarifa, na wala uwezo wa Mungu hawafanyi nini? Hawautambui. Ukiwa una maarifa unaweza kupotea, lakini ukiwa na maarifa unaweza kuchanganua mambo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, nimalize kwa kusema kwamba tunasisitiza kwamba ili jambo la mafuta watu waelewe, sio jambo lilozuka Tanzania, ni jambo la kiulimwengu. Na kama jambo la kiulimwengu, kwanza tunatakiwa kuwa na subira, lakini hatua ya pili tunaiomba tena serikali ijaribu kukaa kuona ni hatua gani za kuchukua. Kuna nchi zingine wamepunguza kodi, wengine wameondoa kodi, wamefanya hivi, yani wametafuta namna ya kufanya, kujaribu kutafuta unafuu kwa wananchi. Na si pia tunazidi kuiomba serikali ione, haina lawama katika hili, lakini bado tunaiomba ione namna ya kufanya ili kuweza kupunguza hali kama hii. Unaweza kuona leo nilikuwa nafuatilia mazungumzo, nimalizie kwa hiyo nukta ya mtumishi mmoja, sitaki kutaja watumishi, lakini wakati namsikiliza, watu wameenda kwenye Pasaka. Imani ya Kikristo inaamini kwamba Pasaka ni sehemu ya ukombozi. Watu wamekombolewa. Sasa ni sehemu nzuri kuwahubiria namna ukombozi wao umepatikana vipi, ukombozi wao ukoje, wananufaikaje kiroho na kimwili. Lakini the message unakuta kuanzia mwanzo mpaka mtu anamaliza, yeye kamchagua mtu fulani tu, yuko serikalini, anamshambulia mpaka mada inamalizika. Hata akitoka pale yule muumini ukimuuliza, hebu tuambie hiyo Pasaka ikoje, ukombozi huo ukoje, hajui chochote, kwa sababu kule alikokwenda hakupata lile fundisho ambalo alitegemea atalipata, bali ameenda kupewa message kwa sababu ya makusudio maalum. Nataka niwasisitize, viongozi wa dini ni watu kama watu wengine, awe shekhe, awe askofu, awe mchungaji, ni watu kama watu wengine. Na kama Mungu angetuletea kamera zetu akasema kila ukiongea matendo yako wewe yote na yaweka hapa nyuma, inawezekana kusingekuwa na shehe, kusingekuwa na padri, kusingekuwa na imamu. Kila muumini angesema kumbe huyu jamaa ni mchafu hivi. Kwa hiyo kila muumini angesema bora yeye. Kwa hiyo kila kiongozi ana madhaifu yake na kila mtu ana madhaifu yake. Kwa hiyo tunapoambiwa jambo lolote, tunayo nafasi ya kuyapima, hata kama amesema shekhe, hata kama amesema padri, hata kama amesema mchungaji. Nawashukuru sana waandishi wa habari kwa kuacha muda wenu na mkaamua kuja kutusikiliza. Nimuombe Mwenyezi Mungu akujalieni kheri, akupeni afya, akuongezeeni busara na hekima, lakini pia na sisi Mungu atujalie, atupe busara, atupe hekima, na pale ambapo tunakosea kama binadamu, kwa sababu hata sisi pia tunaamini tunaweza kukosea kama binadamu. Kwa pale tunapokosea kama binadamu, basi Mwenyezi Mungu atusamehe na kutuongoza katika njia iliyo sawa sawa zaidi. Kwa hiyo niwashukuru sana sana sana. Tunaomba vyombo vya habari tuhakikishe tunawaelimisha watu zaidi, watu wajue ukweli ili tujenge nchi yetu kwa pamoja. Asanteni sana, wa ulahuna wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawashukuru.